Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kigogo maarufu na kiongozi wa CCM azomewa na kufukuzwa na Watanzania wenye hasira jukwani baada ya kutoa tuhuma nzito za mauaji dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hadharani. Watanzania sasa wamzomea na kumlazimisha kuweza kukatiza hotuba yake. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Joto la kisiasa kaskazini mwa Tanzania lilipanda kwa kasi baada ya kiongozi wa ndani wa Chama cha Mapinduzi cha Samia Suluhu CCM kujikuta akizomewa na kufukuzwa juu ya jukwaa hadharani na wananchi au Watanzania wenye hasira kali mjini Tarime. Tukio lilitokea katika ukumbi wa umma uliokuwa umejaa watu wengi na haraka kwa kielelezo cha hali ya sintofahamu inayoendelea kutolewa na Watanzania wengi kutokana na matukio ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka wa 2025, kile ambacho kilikusudiwa kwa ushiriki wa kiraia uliopangwa na wa kiasi, badala yake uligeuka kwa makabiliano ya kihisia ambayo yalifichua kutoaminiana kwa kina kati ya wananchi na viongozi wa CCM waliounganishwa kisiasa. Kigogo huyo wa CCM katikati ya dhoruba hiyo, Hamza Kiebanja, ambaye ni katibu wa chama wilaya ya Tarime na anayetazamwa na watu wengi kama sehemu ya mtandao wa ndani wa siasa unaomuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan, akitolewa hoja katika kikao cha Tume ya Taifa ya Uchunguzi, aliweza kufukuzwa ama kuzomewa jukwani. Tume hiyo ilikuwa imesafiri hadi Tarime kukusanya maoni na shuhuda za wananchi wa Tanzania kuhusiana na vurugu za siku ya uchaguzi na mauaji yaliyotokea, pamoja na uvunjifu wa nidhamu na amani na madai ya utovu wa nidhamu uliosababisha uchaguzi huo kuwa na utata na fujo. Mwenyekiti wa Jaji Mohamed Othman Chande, dhamira ya tume hiyo ilikuwa kusikiliza pande zote na kuandika hesabu za wananchi, watendaji wa kisiasa na viongozi wa jumuiya, wakati kiongozi huyo wa CCM aliweza kumshambulia John Heche na kuzua kuzomewa na wananchi. Hata hivyo, matarajio miongoni mwa wakazi yalikuwa makubwa, kwani wengi waliamini hili ilikuwa fursa adimu ya kuzungumza kwa uwazi juu ya yale walioyashuhudia na uzoefu wakati wa moja ya uchaguzi zenye utata katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Hata hivyo, hali ilibadilika sana pale Kiebanja alipoanza kuhusisha uongozi wa upinzani, akimtaja John Heche na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi na mauaji. Aliongeza madai kuwa naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche alihusika pakubwa katika kuchochea machafuko na kudhoofisha mchakato wa uchaguzi uliosababisha vifo na majeruhi. Madai haya yalipotolewa, usumbufu uliweza kuonekana ulienea katika chumba hicho na akaweza kuzomewa na hata kuweza kutakiwa kuondoka jukwani, huku manunguniko yakiongezeka haraka na kuwa maneno ya wazi ya kukataa. Wajumbe wa wasikilizaji walijibu mara moja wakipinga simulizi hilo na kumshutumu afisa huyo ama kigogo huyo wa CCM kwa kuwasilisha tuhuma bila udhibitisho au ushahidi. Wengi waliona kuwa kikao hicho kiligeuzwa kwa zoezi la lawama za kisiasa badala ya jaribio la kweli la kufichua ukweli. Mvutano huo uliongezeka huku wananchi wakipaza sauti zao, wakiashiria kwamba hawakuwa tayari kukubali madai ambayo waliamini kuwa hayana ushahidi na haki wala udhibitisho. Zomeo hilo kwa kigogo huyo wa CCM, mshirika wa Samia Suluhu, liliongezeka huku wakazi wakihoji kwa uwazi ni kwa nini mtu mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa anayehusishwa kwa karibu na chama tawala cha CCM anatumia jukwaa la tume hiyo la uchunguzi kumtaja kiongozi wa upinzani na kumshutumu kwa tuhuma nzito. Kwa wengi waliohudhuria, lawama zilionekana kidogo kuhusu uwajibikaji na zaidi kuhusu kuwakinga walio mamlakani dhidi ya kuchunguzwa, huku zikihamisha uwajibikaji kwa wapinzani wa kisiasa. Kadri kelele za ndani ya ukumbi zilivyozidi kuongezeka dhidi ya kigogo huyo wa CCM, ndivyo ilivyokuwa vigumu kwa Kiebanja, ambaye ni kigogo huyo, kuendelea kuongea na akalazimika kukatiza maneno yake au hotuba yake. Hasira ndani ya chumba ilionyesha zaidi ya kutokubaliana, ilifichua hisia za ndani zaidi za usaliti miongoni mwa wananchi ambao walitarajia uwazi na kutoegemea upande wowote kutoka kwa tume hiyo na wachangiaji katika shughuli zake. Wito wa kweli na haki ulizima majaribio ya kuendelea na uwasilishaji. Wanausalama na maafisa wa tume walilazimika kuingilia kati ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Hatimaye kiongozi huyo wa CCM, mshirika wa Samia, alilazimika kurudi nyuma na hivyo kuhitimisha hotuba yake huku kukiwa na kuzomewa na kelele kwa muda mrefu. Wakati huo uliashiria kukataliwa na hadhara
mtaani kwa afisa huyo wa chama tawala cha Samia Suluhu cha CCM wakati wa mchakato rasmi wa serikali wa uchunguzi, ikisisitiza jinsi imani ya umma imekuwa dhaifu. Kwa wakazi wengi, tukio hilo halikuwa la kumtetea mpinzani yoyote, lakini kuhusu kudai uadilifu katika mchakato uliokusudiwa kuponya majeraha ya kitaifa. Wahudhuriaji kadhaa baadaye walisema kwamba walihisi kutukanwa na kile walichoona kama tuhuma za maandishi ya kisiasa zilizotolewa katika kongamano lililokusudiwa kutafuta ukweli bila upendeleo. Hata hivyo, tume yenyewe iliwekwa katika wakati mgumu, kwani ilitaka kudhibiti tena na kuwakumbusha washiriki juu ya jukumu lake. Jaji Chande alisisitiza umuhimu wa kuegemea ushahidi wa kuthibitishwa na ushahidi wa mtu binafsi badala ya kubahatisha, huku akisisitiza kuwa uchunguzi huo utakuwa wa kuaminika iwapo tu utaendelea kuwa wa haki na usawa kwa pande zote zinazohusika. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa walibaini kuwa majibu ya Tarime yalidhihirisha mabadiliko makubwa zaidi katika tabia ya umma, ambapo wananchi wanazidi kuwa tayari kukabiliana na wahusika moja kwa moja. Ukweli kwamba upinzani huo ulimlenga kiongozi wa CCM anayejulikana kuwa na uhusiano na duru ya kisiasa ya Rais Samia uliongeza uzito wa tukio hilo na kuashiria kwamba uaminifu kwa chama tawala hauhakikishi tena kukubalika kwa umma. Wachambuzi pia walidokeza kuwa makabiliano hayo yalidhihirisha hasira iliyokusanywa kutokana na miezi kadhaa ya maswali ambayo hayajajibiwa kuhusu uchaguzi huo. Katika maeneo ambapo vurugu na ukiukwaji wa sheria uliripotiwa, wakazi wanaonekana kudhamiria kukataa masimulizi ambayo wanaamini kuwa yanafuta au kupotosha maisha yao. Zomeo hilo na kelele hizo dhidi ya kiongozi wa CCM la Tarime ilionyesha zaidi jinsi mijadala nyeti baada ya uchaguzi inavyoendelea kubaki, hasa pale inapohusisha shutuma dhidi ya viongozi wa upinzani kama John Heche bila ushahidi wa wazi au thibitisho. Matukio kama haya huhatarisha kuongezeka kwa ubaguzi ikiwa haitashughulikiwa kwa tahadhari, taaluma na kujitolea wazi kwa ukweli. Hata hivyo, mtazamaji, sauti za mashirika kiraia tangu wakati huo zimekuwa zikitoa hoja kwamba tume lazima ijilinde dhidi ya kuonekana kama jukwaa la watu wenye uhusiano wa kisiasa kushinikiza simulizi za washirika. Pia wanasisitiza kwamba mmomonyoko wote wa imani katika mchakato wa uchunguzi unaweza kudhoofisha matokeo yake na kudhoofisha matarajio ya maridhiano ya kitaifa. Zaidi ya Tarime, tukio hilo la kuzomewa kwa kiongozi wa CCM limevuma kitaifa na kukumbusha kuwa uvumilivu wa wananchi wa Tanzania umepungua. Wananchi wanazidi kutarajia uwajibikaji kutoka kwa wahusika wote wa kisiasa, wakiwemo walio karibu na urais, na hawako tayari kunyamaza wanapohisi wamepotoshwa au kupuuzwa. Hatimaye matukio ya Tarime yanasimama kama kielelezo chenye nguvu na njia panda za kisiasa za Tanzania. Mtazamaji, CCM na Samia Suluhu kutoka Ikulu pamoja na Kikwete bado wameweza kubaki kimya na hawajajibu kuhusiana na tukio hili. Vilevile John Heche bado hajaweza kujibu, lakini John Heche tunapomfahamu ataweza kujibu wakati wowote kupitia mitandao yake ya kijamii kama vile Twitter au Instagram. Vilevile atakapojibu John Heche tutaweza kukuwasilishia taarifa hizo hapa na tukueleze John Heche amejibu nini kuhusiana na tuhuma hizi za mauaji zilizosababisha kigogo wa CCM kuzomewa baada ya kumshutumu. Hata hivyo, kigogo huyu wa CCM akizomewa waziwazi na wananchi wa kawaida wakati wa uchunguzi rasmi huko Tarime, kuashiria hitaji kubwa la uaminifu, ushahidi na heshima. Hilo ndilo lililoashiria. Hata hivyo, wakati tume ikiendelea na kazi yake, changamoto itakuwa ni kuhakikisha sauti za aina hiyo haziondolewi, bali zinasikika kwa dhati katika kutafuta ukweli na utulivu wa kudumu wa kidemokrasia. Mtazamaji, ripoti hizi zinakuja miezi michache tu baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha majeruhi, vifo, machafuko pamoja na mauaji ambayo yaliweza kutokea, ambayo ililazimu Samia Suluhu kuweza kuteua tume hii ya uchunguzi kuchunguza mauaji na matukio ya machafuko ya Oktoba. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na kigogo huyu wa CCM aliyezomewa. Je, unadhani ni sawa kuzomewa kwake? Au je, unalipi la kusema kuhusiana na shutuma hizi dhidi ya John Heche za machafuko na mauaji yaliyotokea Oktoba? Na kuachia uwanja huu wa comment section, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Vile vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.